Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Selemani Jafo amesema nchi 192 ikiwepo nchi ya Tanzania inatarajiwa kukutana Japani katika maonesho ya Expo 2025 yanayotarajiwa kufanyika katika jiji la Osaka, na shughuli kubwa ikiwa ni watu kuonesha biashara mbalimbali na masuala yanayosaidia kujenga uchumi wa nchi mbalimbali duniani. Ameyasema hayo April 8 mwaka 2025 jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari. Ambao sisi taasisi yetu ya TanTrade ndio taasisi inayotuwakilisha katika kushiriki katika masuala ya kuchagua nchi mbalimbali zitaonyesha maonyesho hayo ya kibiashara makubwa kabisa duniani. Kwa hiyo mwaka huu yatafanyika kule Osaka, katika jiji hili la Osaka nchini Japani, ambayo ni maonyesho makubwa kama nilivyosema, na sisi ni nchi ambayo tutashiriki kipasavyo. Maonyesho haya ya Expo hufanyika kwa muda wa miezi 6 na uratibiwa na shirikisho la maeneo la maonyesho duniani, yani Bureau of International Exposition, na nchi yetu ni nchi mwanachama ambayo itashiriki maonyesho haya mwaka huu. Tukumbuke kwamba mwaka 2021 mpaka kwenda mwaka 2022 tulikuwa na Expo ya 2020 ambayo ilifanyika kule Dubai. Sasa mtu anaweza kauliza kwa nini hii Expo ya 2020 ilifanyika mwaka 2021 kwenda 22? Tukumbuka wakati ule kulikuwa na changamoto ya COVID. Kwa hiyo mikutano mbalimbali ilikuwa haifanyiki katika muda unaokusudiwa. Kwa hiyo tulikuwa na Expo ya 2020 ilifanyika kule Dubai, ambayo ilifanyika katika mwisho wa mwaka 2021 mpaka mwezi Machi 2022, ambao mnakumbuka Tanzania tulishiriki, na katika ushiriki wetu kila mtu anafahamu jinsi gani Tanzania tulifanya kazi kubwa katika maonyesho haya ambayo yalifanyika kule Dubai. Sasa mwaka huu maonyesho haya sasa kama nilivyosema yatafanyika ya Expo 2025 yatafanyika kule Osaka katika nchi ya Japani. Na kama nilivyosema pale awali ni kwamba ni kwa mara ya pili sasa Japani, baada ya kufanya au kuweza kufanya maonyesho haya mwaka 1970, sasa kwa mara nyingine mwaka 2025 Japani imepata fursa ya kufanya maonyesho haya makubwa sana duniani. Na Tanzania tulianza kushiriki kwa muda mrefu kidogo, ambayo unaona kwamba ushiriki wetu umeweza kuleta mafanikio makubwa sana katika maeneo mbalimbali ambayo hakika yanasaidia sana katika kuchochea biashara na viwanda, lakini uwekezaji katika nchi yetu ya Tanzania. Mwaka huu Tanzania ni miongoni mwa nchi 192 zitakazoshiriki ambazo zilishiriki maonyesho ya Expo ya Dubai 2020. Na hali kadhalika unaona kwamba mwaka huu vile Tanzania tutaweza kushiriki katika maonyesho haya. Sasa leo hii tumeitana kwa lengo kujua kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo itaenda kufanya kazi hiyo kubwa ambao katika jiji la Osaka. Na kwa mwaka huu maonyesho haya yataanza rasmi mnamo tarehe 12 mwezi Aprili, manake ni siku chache sana kutoka sasa 2025, ambayo ndio yatafunguliwa rasmi, na yatadumu mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwa hiyo kuna kipindi hichi takriban cha miezi 6 tutakuwa na shughuli kubwa sana za watu kuonyesha biashara mbalimbali, kushiriki masuala mbalimbali ambayo yanasaidia katika kujenga uchumi wa nchi mbalimbali duniani. Na kama nilivyosema, taasisi yetu ya Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade ndio itakuwa na jukumu la kufanya kazi hiyo kubwa kwa upana wake. Na sisi kama nilivyosema ni kwamba tutaendelea kushiriki, ambapo ushiriki wetu ulianza tokea mwaka 1967 ambapo tuliweza kushiriki na tunaendelea kushiriki mpaka sasa. Na TanTrade sasa haya kwa taasisi yetu TanTrade ni mwaka wake wa 9 sasa kuendelea kushiriki ama kuratibu maonyesho haya. Sasa imani yetu kubwa ni kwamba kama nchi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunashiriki vizuri na wenzetu duniani, na hasa mkiangalia katika kipindi cha sasa serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefungua mipaka mbalimbali ya uwekezaji, ya viwanda na biashara, ambao jambo letu kubwa ni kwamba jinsi gani nasi tutashiriki vya kutosha. Lengo kubwa ni kwamba tuweze kupanua nchi yetu katika upande wa viwanda, biashara, utalii na masuala mengine. Na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ile ya kitaifa ni kuwezesha jamii kwa maisha endelevu. Hii ndio kauli mbiu ya kidunia, lakini sisi tumeitohoa kwa muktadha wa hapa nchini kwetu kwamba kuunganisha maisha, connecting lives, ambayo hii ni kauli mbiu itatuongoza sisi kama washiriki ambapo tutashiriki katika mwaka huu. Na
inatarajiwa kwamba maonyesho mwaka huu nchi takribani zaidi ya 160 zitaweza kushiriki, ambapo zaidi ya watu milioni 28.2 watashiriki. Kati yao watu milioni 3.5 wanatarajiwa kutoka nchi mbalimbali duniani, na wengine watakuwa kutoka katika nchi ya Japani pale pale. Kwa hiyo unaona kwamba kutakuwa na wageni wengi, kutakuwa na watu wengi, kutakuwa na vurugu nyingi sana, hasa za kibiashara, zikilenga kwamba jinsi gani kila nchi itataka kuona fursa gani itafanya kuhakikisha sisi tutashiriki. Na bahati nzuri na sisi Tanzania tumeanza mchakato wa kuratibu sasa maonyesho haya, ambapo taasisi za serikali, sekta binafsi zitaweza kushiriki, na mtu mmoja mmoja kwa kadri iwezekanavyo wataweza kushiriki katika maonyesho haya. Na sisi matarajio yetu mwaka huu tunatarajia zaidi ya watu 500 kutoka nchini mwetu, kwa sababu ni maonyesho makubwa, wataweza kushiriki katika maonyesho haya. Sasa kubwa zaidi katika maonyesho haya tutakuwa na mambo makubwa ya msingi. Katika maonyesho haya kuna kitu kinaitwa National Day, siku ya taifa mbalimbali. Kama mnakumbuka, katika maonyesho yetu ya Sabasaba tunakuwa na siku ya mataifa mbalimbali. Hii ni utamaduni wa maonyesho haya yote duniani. Sasa katika maonyesho haya ya Expo mwaka huu, sisi Tanzania tutakuwa na siku maalum ya taifa letu ambayo itakuwa Tanzania National Day. Siku hiyo itafanyika tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025. Sasa japokuwa maonyesho haya yamefunguliwa tokea tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025, lakini sisi siku ya National Day itakuwa siku ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025. Na mwaka huu kama mnakumbuka, maonyesho ya 2020 Expo, mgeni rasmi alikuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halikadhalika maonyesho ya mwaka huu mwaka 2025, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekasimu jambo hilo kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Kwa hiyo mwaka huu taifa letu kwa niaba ya nchi yetu, ambao Mheshimiwa Rais ameelekeza, Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio atakuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo siku hii ya taifa, yani Tanzania National Day, siku ya tarehe 25 mwezi wa 5, mgeni wetu rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambao tunatarajia kwamba tutakuwa na mambo mengi ya msingi kuonyesha utaifa wetu, nini kama Watanzania tunajivunia. Lakini kubwa zaidi tunawashukuru wenzetu taifa la Japani kwa sababu wametupa ukarimu wa hali ya juu katika kufanya maandalizi makubwa ya maonyesho haya. Lakini siku itayofuata, siku ya tarehe 26 mwezi Mei, tutakuwa na tukio lingine kubwa. Tukio hili litahusisha masuala ya biashara, masuala ya uwekezaji, masuala ya utalii. Hii sasa itakuwa ni siku kongamano maalumu la biashara, uwekezaji na utalii. Kwa hiyo hapa tutakuwa na matukio mawili ya mfululizo ambayo haya ni ya msingi sana katika taifa letu, kwamba siku ya tarehe 25 ambao Waziri Mkuu atakuwa mgeni rasmi, na hali kadhalika siku ya tarehe 26 Waziri Mkuu atakuwa mgeni rasmi katika matukio hayo. Kwa hiyo 25 itakuwa siku ya Tanzania National Day, siku ya utaifa wetu, lakini siku ya tarehe 26 itakuwa siku ya kongamano maalum la wafanyabiashara, la kuhusu mambo biashara, kuhusu uwekezaji, lakini hali kadhalika kuhusu masuala ya utalii. Katika siku hii tutakuwa na mambo mengi. Mambo ambayo tutahusisha humu ni kuhakikisha kwamba jinsi gani tunatangaza vivutio mbalimbali tulivyokuwa navyo. Kutakuwa na mijadala mbalimbali, lakini nchi yetu inapata fursa gani? Lengo kubwa ni kwamba kuwavutia watu mbalimbali duniani ambao waweze kushiriki nasi katika swala zima la maendeleo ya nchi yetu. Imani yetu kubwa ni kwamba Watanzania wengi ambao watapata fursa kushiriki maonyesho haya wataweza kutuwakilisha vizuri katika maeneo hayo, na hasa ile siku ya utaifa, kwa sababu utakuwa na watu maalum watashiriki pale. Lakini siku ya kongamano tunatarajia sana kwamba wadau mbalimbali watashiriki vizuri katika eneo hilo. Katika hili naomba tuishukuru sana Wizara ya Viwanda na Biashara, kwa sababu yeye kazi yake ni mratibu mkubwa. Tuishukuru sana taasisi yetu ya TanTrade ambayo hii sasa ndio tumeikasimu majukumu ya kuhakikisha kwamba inaratibu taratibu zote la kuona jinsi gani watu watashiriki katika maonyesho haya. Lakini tushukuru sana Wizara ya Mambo ya Nje, kwa sababu mnafahamu Wizara ya Mambo ya Nje ndio mratibu wa masuala yote tutapovuka nje ya mipaka yetu. Tushukuru kwamba kwa kazi kubwa inayofanyika Wizara ya Mambo ya Nje hapa nchini, na hali kadhalika ofisi yetu ya ubalozi ambayo iko kule nchini Japani kwa kazi kubwa inayoendelea kuifanya. Lakini hali kadhalika tushukuru sana taasisi mbalimbali private sector, lakini kupitia Tanzania Private Sector Foundation ambayo hii sasa inaratibu wafanya biashara katika upande huo na uwekezaji, lakini kutoka kupitia TCCIA ambao nao wanafanya kazi kubwa katika eneo hilo. Sasa kwa nchi yetu taasisi hizo mbili zimekuwa mstari wa mbele sana kushirikiana na TanTrade kuhakikisha kwamba watu mbalimbali wanaobainishwa kuhakikisha kwamba wanashiriki vizuri katika maonyesho haya. Na malengo makubwa kama tulivyosema ni kwamba lengo ni kwamba kushiriki katika expo hii, lengo kubwa ni kuwezesha nchi yetu makampuni mbalimbali kutangaza bidhaa na huduma pamoja na fursa za uwekezaji nchini na kutembelea wataotembelea. Tunatarajia kwamba watembeleaji zaidi ya watu 928
wataweza kutembelea katika bandari yetu. Hili ni imani yetu kubwa, na kule tumefanya maandalizi ya sehemu maalum ya banda la Tanzania. Kwa hiyo tutakuwa na vitu mbalimbali katika bandari yetu. Lengo letu ni kwamba watakuja kutembelea waweze kupata fursa ya kuona vitu tulivyokuwa navyo, kwa lengo kuhakikisha kwamba tunavutia wawekezaji. Na kubwa zaidi, kama nilivyosema, swala zima masoko, bidhaa zetu za ndani kuweza kuzitangaza, vivutio vya uwekezaji, utalii, kutangaza mila na desturi zetu. Na mnakumbuka kwamba yale maonyesho yaliyofanyika Japani, mnakumbuka zile nyimbo za kizamani, wale wahenga wenzangu na mimi wanakumbuka yale maonyesho. Kuna ukipitia unakuta habari mbalimbali zile maonyesho ya Japani, na tutakuwa na slot maalum wakati tunafanya maandalizi ya kwenda huko, vipindi mbalimbali vikiwa vinakumbusha siku ya Japani. Wakati maonyesho ya Japani tulishika ngoma zetu za utamaduni zilivyokuwa zinashiriki pale katika upande wa utamaduni. Kwa hiyo tutakuwa na mambo mengi, lakini swala zima la ubunifu, teknolojia na kujifunza masuala mbalimbali ambayo tuna imani kwamba yatatusaidia sana kama nchi yetu, lakini kubadilishana uzoefu katika maeneo hayo. Na katika maonyesho hayo tutatangaza mambo mbalimbali zikiwemo katika sekta mbalimbali kama afya, uwekezaji katika sekta za afya, uwekezaji katika sekta za nishati, madini, utalii, kilimo, uchumi wa buluu. Kama mnakumbuka, hivi karibuni nchi yetu ilipitisha sera ya uchumi wa buluu. Hatukuwa nayo mwanzo, sasa tunayo. Manake hiyo ni sehemu mbalimbali za kuweza kutangaza, lakini sanaa na utamaduni, uwekezaji pamoja na biashara mbalimbali ambao tulizokuwa nazo. Kwa hiyo haya yote yatahusisha katika maonyesho haya ya mwaka huu. Lakini ukiachia zile siku mbili za kwanza ambazo nimesema siku makususi zile, ya tarehe 25 siku ya National Day, lakini tarehe 26 siku ile ya kongamano la uwekezaji ya biashara, tunatarajia baada ya hapo mpaka tunapofika siku ya kufunga maonyesho haya, wizara mbalimbali zitaweza kushiriki katika maonyesho haya. Kwa hiyo tutakuwa na ratiba maalum, kila wizara itaweza kushiriki katika maeneo hayo. Kwa mfano wizara ya utalii, tunatarajia kwamba kuanzia tarehe 25 Aprili mpaka tarehe 6 Mei watakuwa na siku maalum ya utalii, kutangaza utalii katika siku hizo kule Japani. Lakini vile vile wizara ya miundombinu itafanya tarehe 15 mpaka tarehe 16 Mei. Kwa hiyo siku hizo miundombinu watatangaza fursa mbalimbali tulizokuwa nazo, kwanza uwekezaji wetu tulioweka, lakini sehemu gani tunaweza tukishiriki. Kama mnavyokumbuka, nchi yetu tuna ndoto nyingi zaidi. Tuna mambo ya kutaka kutafuta wadau kufanya uwekezaji wa aina mbalimbali, kupanua barabara zetu na mambo mengine yanayohusu miundombinu. Kwa hiyo kutakuwa na kuonyesha fursa tulizokuwa nazo, kwanza juhudi tulizofanya, lakini fursa gani tutafanya katika eneo hilo, ambayo itafanyika tarehe 15 mpaka tarehe 26 Mei 2025. Kilimo na mifugo na uvuvi na uchumi wa buluu itafanyika tarehe 5 mpaka tarehe 16 mwezi Juni. Kwa hiyo wale ambao wanataka fursa, kwa hiyo tutakuwa na ruti ya muda mrefu hapa. Watumishi mbalimbali watakuwa wanaenda, na private sector watakuwa, mtu anachagua slot yake ni wapi anataka kwenda kushiriki vizuri. Kwa hiyo kilimo, mifugo na uvuvi na uchumi wa buluu itafanyika tarehe 5 mpaka tarehe 16 mwezi Juni. Program kama ya afya itafanyika tarehe 20 Juni mpaka tarehe 1 mwezi Julai katika eneo hilo. Lakini lugha ya Kiswahili na utamaduni tarehe 1 mpaka tarehe 7 mwezi Julai. Kama mnavyokumbuka hivi sasa hivi, wanahabari mnafahamu, leo hii sasa hivi ukienda Japani kule kuna station ya Kiswahili, kina wenzetu kina Mbozi Katala na mnawafuatilia kule. Manake lugha ya Kiswahili, jinsi gani kutangaza lugha yetu ya Kiswahili, manake tunapanua matumizi ya lugha hii, manake ni kutengeneza biashara. Kwa hiyo itakuwa inafanya lugha ya Kiswahili na utamaduni wetu, itakuwa tarehe 1 mpaka tarehe 7 mwezi Julai mwaka 2025. Uwekezaji wa wanawake uwezeshaji wanawake itafanyika tarehe 1 mpaka tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2025. Kwa hiyo eneo hili litakuwa makususi katika swala zima la uwezeshaji wa wanawake, maonyesho mbalimbali. Lakini nishati itafanyika tarehe 17 mpaka tarehe 28 mwezi Septemba. Kwa hiyo wale ambao wataenda katika slot maalum ya swala la nishati itafanyika tarehe 17 mpaka 28 mwezi Septemba. Lakini sayansi na teknolojia itafanyika tarehe 2 mpaka tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwa hiyo unaona kwamba swala zima la sayansi na teknolojia itaenda mwishoni kabisa kwa tukio letu hili kubwa ambalo litahitimishwa tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2025. Niombe taasisi mbalimbali za serikali, sekta binafsi kuweza kujipanga katika swala zima la kushiriki katika maonyesho haya. Tukumbuke sasa hivi nchi yetu inaendelea kunadi uwekezaji mkubwa wa miradi ya kimkakati, ikiwemo barabara zetu, reli. Tunajua tuna reli ya kisasa na tunataka uwekezaji huu uweze kwenda kwa kasi zaidi na kuweza kuunganisha na nchi zingine za wenzetu, ambazo tutakuwa na fursa kubwa kuunganisha bandari yetu na nchi zisizokuwa na bandari, ambao hiyo ni mlolongo mkubwa sana, ni cheni kubwa ya kibiashara. Lakini viwanja vya ndege, bandari, nishati, umeme wa gesi pamoja na uchumi wa buluu, haya ni maeneo ambayo tutahapa kipaumbele sana katika shughuli kubwa za maonyesho haya. Kwa hiyo ukiangalia kwa ukubwa wake ni kwamba tuna kazi kubwa ya kuendelea kuifanya kama Watanzania katika swala zima la maonyesho haya. Sasa katika kufanikisha maonyesho haya, nchi yetu inapenda kuwashukuru Watanzania wote
kwa kazi kubwa kwanza wanaendelea kufanya, ambayo hatuwezi kwenda kuonyesha chochote kama tungeshindwa kufanya kazi. Leo tuna kitu cha kujivunia kama nchi. Tuna mambo mengi tumeyafanya na tunaendelea kuyafanya, ambayo ukiweka katika sura ya dunia yanavutia, yanapendeza, na kubwa ni kwamba inaletea heshima nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kutakuwa na utaratibu maalum wa usajili, ambao watu wanataka kusajili watataka kufanya registration maalum. Kama ninavyofahamu mikutano mbalimbali ya kimataifa, lazima kuna utaratibu maalum wa usajili, ambao taasisi yetu ya TanTrade ndio itakuwa inaratibu maonyesho hayo. Washiriki watatakiwa kujisajili kupitia kiunganishi, yani http tradefairs.tantrade.go.tz/expo2025/expo registration, au kwa kutumia QR code itakayotangazwa kupitia matangazo mbalimbali yatakayotolewa. Kwa hivi karibuni tutatoa matangazo mbalimbali katika televisheni, vyombo vya habari, lakini katika website zetu tutaweka QR code ambapo mtu anaweza kaskani akafanya registration katika maeneo haya. Manake ni kwamba hii hutokuja kwa jafo hapo na mimi nataka nisajili. Hapana, unaingia katika mtandao. Sasa ni ulimwengu wa kidigitali. Unaingia katika mtandao, unafanya registration, unakuta credentials zote unataka uziweke pale, nini kinatakiwa. Ukishakamilisha, manake sasa taasisi zetu zitakusaidia katika utaratibu sasa wa kupata visa kuweza kushiriki katika maonyesho hayo. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana sana sana, hasa kufanya registration. Na naomba niwaambie kwa uzoefu wangu, maonyesho haya hatuendi fulani ninamfahamu. Unaweza ukajizolea safari yako ukaenda kule Japani ukaanza kumlaumu mtu kwamba hajanisaidia. Ni kwa maonyesho haya ni kama maonyesho mengine vile vile ya kimataifa. Kama mikutano mingine ya kitaifa, lazima ufanye registration. Na ukienda kwa utapata kitambulisho maalum cha kukutambulisha kushiriki katika maonyesho haya. Kwa hiyo swala la registration ni jambo la msingi sana. Ni waombe wa Tanzania ambao wana nia ya kushiriki maonyesho haya, ambao imani yetu kubwa ni kwamba watu wengi watashiriki mwaka huu, tuweze kufuata taratibu zote za serikali tuziweka, kama nilivyosema kwamba ni website hii ambayo tutatangaza mara nyingi katika vyombo vya habari kuanzia sasa, na hasa baada ya kutangaza matangazo haya leo, watu wangu wataanza kutoa maelekezo haya katika vyombo vya habari. Lengo kubwa watu waone kwamba website hii ni aina gani ya kuweza kusajili, lakini hata hiyo QR code ataipata vipi. Lengo letu ni kwamba tunataka tuone kwamba Watanzania washiriki vizuri. Nishukuru sana, mpaka sasa hivi zaidi ya watu 170 wameshafanya registration. Hii inaonyesha kwamba Watanzania sasa tumeamka, watu wana hamu zaidi katika mambo haya ya kimataifa mbalimbali. Leo hii karibu watu 170, na kila tunavyoendelea hivi sasa hivi kuna watu ukiangalia mfumo, manake una pick up baadhi ya information, manake kila tunavyozungumza hivi tayari watu wengine registration inaendelea. Ni kazi kubwa na tunafarijika sana. Kama nilivyosema ni kwamba imani yetu kubwa ndani ya kipindi hichi tutatarajia kwamba zaidi ya watu 170 washafanya, lakini zaidi ya watu 500 kutoka nchini mwetu wataweza kushiriki kwa mwaka huu, ambao ni faraja kubwa kama nchi ya Tanzania ambayo inajitambua katika kushiriki masuala mbalimbali ya uwekezaji na kiuchumi duniani. Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na hasa kupitia taasisi yetu ambayo vile vile kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Viwanda, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kwa kushirikiana na sekta binafsi, taasisi za umma na maendeleo ya biashara, na taasisi yetu hii ya maendeleo ya biashara nchini, yani TanTrade, pamoja na mratibu wa maonyesho haya, inawakaribisha kushiriki Expo 2025 jijini Osaka nchini Japan. Imani yangu kubwa watu tutapata fursa ya kufanya registration na kuweza kushiriki. Lakini kubwa zaidi ni waombe wa Tanzania. Katika maonyesho haya ni kipindi ambacho tunaenda kuonyesha ya kwetu na sifa kubwa ya kwetu. Ni waombe wale wa Tanzania watapata registration na kwenda kushiriki katika maonyesho haya. Naomba kwanza tupeleke mbele uzalendo wa nchi yetu, kuitangaza nchi yetu kwa jicho zuri la kuvutia watu, kuvutia wawekezaji, kuvutia watalii. Imani yetu kupitia maonyesho haya tutapata fursa kubwa za wageni wengi wanaokuja Tanzania kufanya uwekezaji, kufanya biashara, kufanya utalii, ambao tukifahamu kwamba nchi yetu sasa kupitia Royal Tour ambao Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa imefunguka. Na hii naamini kwamba kupitia maonyesho ya Expo 2025 kule Japani mwaka huu itaongeza zaidi chachu ya kufungua milango mikubwa wale ambao walikuwa hawaifahamu vizuri Tanzania. Tutaendelea kuitangaza zaidi kuhakikisha nchi yetu inashiriki vizuri. Na katika hilo manake ni kwamba tutakuwa na baadhi ya mikataba mbalimbali ambayo itasainiwa na makubaliano mbalimbali ya kibiashara, ambao mengine baina ya serikali, mengine sekta binafsi. Kutakuwa na bid discussion nyingi sana ambazo zitasaidia sana kuleta chachu kubwa ya uwekezaji katika nchi yetu. Imani yangu kubwa ni kwamba Tanzania tutajipanga vizuri, na hasa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ana imani kubwa na safari kubwa ya Tanzania, na hasa kazi kubwa ya ushirikiano wa pamoja. Lakini niwashukuru sana vyombo vya habari. Muda mwingi sana mmekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunatangaza haya mambo mbalimbali yanayohusu nchi yetu, na hili tuendelee kutangaza mambo haya. Na niombe ni kwamba kipindi hichi maonyesho haya tutapokuwa tunaomba tuendelee kushiriki, kutoa taarifa mbalimbali kwa wananchi, kujua nini kinachoendelea kule nchini Japani Osaka. Lengo kubwa ni kwamba kuweka nchi yetu katika sura nzuri ya kidunia, ama kuweza kushiriki katika nchi yetu. Pamoja na kushirikiana mambo haya yote, tujenge uchumi wetu kwa pamoja. Mungu ibariki Afrika,
Mungu ibariki Tanzania. Sasa niwakaribishe katika ushiriki wa maonyesho ya Expo 2025 Osaka kule nchini Japani. Asanteni sana kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa taarifa nzuri. Nakaribisha maswali kwa vile kwa kujitambulisha. Utasimama utajitambulisha jina na chombo unachotoka utakuwa. Karibuni. Maswali tafadhali. Kama yapo. Kama yapo. Maana sio. Hakuna. Tunashukuru basi tusaidiane. Basi naomba tusaidiane kutangaza. Wale watopata fursa ya kwenda Japani itakuwa ni zaidi, itakuwa vizuri zaidi. Sawa jamani? Tutakiane kila laheri. Sawa jamani? Basi niwashukuru sana jamani.